Ukitazama ramani ya China utaona mji mzuri uliopo kaskazini mashariki mwa China. Mji huo unaitwa Harbin. Mji wenye uzuri wa barafu na theluji. Umekuwa moja ya sehemu ya kuvutia nilizowahi kutembelea. 我真的没见过这样的那么大的雪吊，真的没见过。 Safari yangu huko ilikuwa kipekee na imejaa kumbukumbu ambazo sitaweza kusahau. 东北花课堂开课了，贼漂亮，贼帅，贼帅，说我呢。玻璃盖看马路牙，你看卡秃了皮了。Asubuhi tulianza safari yetu kwa kutembea jumba la Jidi, ambapo tulishuhudia maonyesho ya kuvutia ya pomboo na mazingaombwe. Hakika tuliburudishwa na ustadi wa wanyama hawa na maonyesho ya kuvutia. Zaidi ya hayo, tuliona wanyama wa maeneo baridi kali kama vile penguin na mbwa mwitu. Kilichonivutia zaidi ni kujifunza kuhusu wanyama mbwa chotara waliotokana na mbwa kawaida na mbwa mwitu wa baridi kali. Wao walikuwa wa kipekee sana. 为什么他妈妈比就是他的妈妈比他小孩子大？因为那是克隆。对，因为是克隆的，是用他的基因去组成的。 Baada ya hapo tulitembelea kwenye mtaa maarufu wa Chongyan. Uzoefu huu ulikuwa wa kipekee sana. Tulianza kwa kutembelea makumbusho ya chocolate, ambapo tulikaribisha na harufu tamu ya chocolate. 现在我们马上就进巧克力博物馆，我们到看这里到底巧克力博物馆有什么好玩的地方。 Ndani tuliangalia sanamu kubwa za wanyama na vitu vingine vilivyotengenezwa kwa chocolate kwa ustadi mkubwa sana. Ilikuwa ni vigumu kuamini kuwa ni halisi. Jioni tulitembelea barabara ya kihistoria ya utamaduni wa Kichina ya Baraku, ambapo tuliona majengo yenye mchanganyiko wa mtindo wa asili ya Kichina na ule wa Ulaya. Mtindo huu wa kipekee unafanya mtaa huu kuwa wa kipekee na wa kuvutia sana. Mwangaza wa taa ulifanya vibanda vya zamani kuwa na haiba isiyopimika. Masoko ya usiku yalikuwa yamejaa shughuli nyingi. Tulifurahia vyakula vya kienyeji kama barafu za sukari na dengu za kukaangwa. Pia nilinunua vinyago vya kipekee vilivyotengenezwa kwa mikono. Hifadhi ya chui wa Siberia. Katika hifadhi ya chui wa Siberia nilihisi msisimko wa aina yake. Tulipanda gari lililozungushwa kwa wavu tukiwa tunazungukwa na chui wa Siberia. Ukaribu huu na wanyama hawa wakali ulikuwa wa kusisimua sana, hasa ukichukulia kwamba barani Afrika hatuna chui wa mbugani. Mbali na kutembelea maeneo mbalimbali, nilijifunza mambo mengi mapya. Kwa mfano, nilikuwa nikijiuliza kwa nini barafu inayotumika kutengeneza sanamu mbalimbali inaangaza na kupitisha mwanga tofauti na ile ya asili. Barafu ya asili kwa mtazamo wangu haiwezi kupitisha mwanga kwa urahisi. Kumbe, ili kuweza kujenga sanamu kubwa na zenye uimara, wao hutumia mashine kutengeneza theluji. Theluji iliyotengenezwa kwa mashine ni imara na angavu. Tamasha la sanamu za theluji, sherehe za barafu na theluji zenye uzuri na mvuto wa kisanaa. Hapa kazi nyingi za sanaa za theluji zinazovutia zinawafanya watu wasijue pa kuangalia kwanza. Sanamu za theluji ni za ukubwa wa kushangaza. Sijawahi kuona sanamu za ukubwa wa theluji kama hizi. Zingine ni kubwa kama nyumba na zingine zina urefu kama uwanja wa mpira wa miguu. Ni jambo la kushangaza sana. Lakini kilichonishangaza zaidi ni rangi zilizopo juu ya sanamu za theluji. Nilishangaa sana na kujiuliza swali, je, wamewezaje kupaka rangi kwenye theluji?
na cha ajabu zaidi ni kwamba rangi hizo hazitoweki. 那么下面那个画出来的颜色不会掉色。这个的话就是我们学博会的一个小秘密。那这个秘密能不能告诉我们？秘密告诉你还是秘留下密吗？悬念。对。 Mwisho tulitembelea barafu na theluji kubwa za duniani. Eneo hili ndiyo eneo kubwa zaidi duniani lenye mandhari ya barafu na theluji. Hapa ndipo kilipokuwa kilele cha safari yetu. Majengo na sanamu nyingi hapa zimetengenezwa kwa barafu na theluji, na mwanga wa rangi mbalimbali uliotoka kwenye majengo haya ulinifanya nihisi kana kwamba niko ndotoni. Burudani zilizoandaliwa, kwa mfano kuteleza kwenye barafu na maigizo mbalimbali, yalifanya siku hii kuwa siku ya kipekee sana. Safari yangu ya Harbin ilikuwa kama ndoto iliyotimia. Kila sehemu tuliyoitembelea ilikuwa na hisia tofauti. Kutoka kwenye burudani za kipekee hadi mandhari ya kuvutia, nasubiri kwa hamu kuendelea kugundua uzuri wa mji huu. Natamani kila mtu apate fursa ya kujionea maajabu ya mji huu. Harbin bila shaka ni sehemu ya kipekee inayoacha kumbukumbu isiyosahaulika. 我是今年文化之旅小乐带你中国探趣，我是小乐，我们下期再见，拜拜，散会。